Mpendwa, tuongee hili. Hebu tugusie hili vizuri. Watu wanaosema wameokoka kwa sababu wazazi wao ni watumishi, kuna shida kubwa sana. Kuna shida kubwa sana, na kwa kizazi chetu hii shida nao imekuwa ni wachungaji wenyewe. Kwa sababu hii hawa nao waliamini wameokoka kwa hii kitabu ya Yohana sura 8, wakasema sisi ni watoto wa Abrahamu, hatujawahi kuwa katika utumwa wa mtu wakati wowote. Lakini Yesu akawaambia pana, hata mimi ninajua kweli mko watoto wa Abrahamu, lakini mbona mnataka kuniua? Mbona mnataka kuniua? Wapendwa, hapa kuna shida kubwa sana kwa hii kizazi ya siku za mwisho. Siku hizi baba anakuwa ndiyo bishop, mama anamfuata kwa mgongo, mtoto anakuwa namba 3, mjukuu anafuata. Ebu jamani, hili jambo tuliongelee vizuri. Pastor anakuwa namba 1, mama anakuwa namba 2, mtoto anakuwa namba 3 kwa ofisi ya kanisa. Mjukuu ndio anakuwa namba 4, huyu ndio anaweka sadaka. Huyu ndio anajua mambo ya sadaka. Alafu mtoto wa shangazi analetwa naye asimamie kwaya, anakuwa namba 5. Jamani, ninajua ukweli. Yoshua akasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Ninajua ni kweli. Noa akaingia na mke wake pamoja na watoto wake, lakini wakati wa sacrifice sijaona mke kama alikuwa. Ni kweli ilikuwepo, lakini ndani ya Agano Jipya, tuko kizazi cha Agano Jipya. Wakati wa Yesu kuna siku alimuweka Maria kwa kiti, atadai sababu amefanya kazi ya kunizaa mimi mkombozi. Maria, chukua ministry, ukuwe bishop wa kanisa, ama ukuwe at least ukuwe reverend, ama ukuwe yaani ufuate Petro. Yesu amewahi fanya hivyo kweli? Yesu mwenyewe alipatia baba yake Yusufu cheo kwa kanisa. Tuambiane ukweli. Tukifika kwa mitume, Petro, tuangalie mke wake kwa hizi huduma, ana cheo gani kwa kanisa? Ana cheo gani mke wa Petro? Tuachana na Petro, tukuje kwa Yohana. Yohana naye mke wake yuko wapi kwa huduma? Mke wake yuko wapi kwa huduma? Jamani, wakina Matayo walikuwa na pesa, walikuwa watoza kodi. Mke wa Matayo ako wapi kwa madhabahu? Ako wapi kwa kanisa? Nikataka kujua kwa nini wachungaji wamefanya hivi. Hii desturi wametoa wapi? Yaani baba ndio bishop, mama namfuata. Hii mmetoa wapi ninyi wachungaji? Mmoja akaniambia, jamani, wakati mtu anafungua kanisa, unapokufa wale walibaki viongozi hawajaliki tena mama mjane, mke wa mchungaji, mke wa mwanjilisti wa kanisa, wanamtenga. Kwa sababu ya hiyo tunaweka mama watufuate kwa migongo yetu, ndiposa wale viongozi wasiwaikalie nitakapokufa. Unaona sasa, kanisa imekuwa property ya familia, imekuwa urithi wa familia. Basi hiyo ni kanisa lako,
si la Mungu. Hiyo ni dini, umejiundia dini lako la familia, si dini la kimungu. Lingekuwa dini la kimungu, basi ingefuata kanuni ya kimungu. Nimekuuliza tu vizuri, mtume gani alileta mtu wa familia hapa? Mtume gani? Ndugu zake Yesu walikuwa naokoka kama Yesu amefufuka, ameshaenda mbinguni. Ndio ndugu zake sasa wakaamini, kumbe kweli alikuwa anasema kweli, kumbe yeye kweli ni Mungu. Ndio wakaamini, ndio wakaingia katika kazi. Lakini Yesu ameshaenda. Yesu mwenyewe hakuwaambia na nyinyi mkuje muingie kwa ministry. Alisema kwanza alisema hivi: hawa wanaosikia neno langu ndio mama yangu na ndio ndugu yangu. Hawa, wakati wazazi wake walikuja kumtafuta na ndugu zao, akasema pana, hawa wenyewe wameokoka, hawa ndio ndugu zangu. Sasa wewe watu wameokoka kanisani, hauwataki kuwapa cheo, hautaki kuwapa uongozi kwa kanisa lako kwa sababu ni lako, si la kimungu. Watu wamejaa hapo, wameokoka, wameamini neno lako ulilo wahubiri, hautaki kuwapa kazi. Mumefanya neno la Mungu kuwa bure kwa sababu ya desturi. Mumefanya kanisa la Mungu kuwa property ya familia, kuwa urithi. Najua kanisa moja nyumbani kwetu, mwanjilisi bishop alikufa. Akakufa akiwa ameanzisha huduma miaka 10, akakufa. Akaachia mtoto wake. Mtoto wake akaongoza miaka 10, akakufa. Saa hii ni mjukuu. Naongea kile ninachojua, kwani kanisa ni asili. Kanisa ni mali ya familia. Jamani. Na kuna wengine wako na ujuzi, na hawa watoto wanaporithi wanaharibu kondoo. Wanalala na kondoo, wanazini na kondoo, kwa sababu wameachiwa kanisa, hawajaokoka. Mtu haokokaki kwa sababu ya wokovu ya mzazi. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake mwenyewe, ili kila mtu akimwamini, ili kila mtu akimwamini anaokoka kivyake. Iposa Yesu akasema, jamani, si nimekuja kuleta upanga, kugawa baba na mtoto, kugawa. Jamani, sasa sisi tunapinga neno la Mungu, tunafanya kama nimeokoka, watoto wangu mnifuate nyuma, ndio watu wasije wakawapokonya hii huduma, wasikuja kuwapokonya hii biashara. Hii huduma yetu ni biashara yetu. Mmefanya kanisa la Mungu kuwa biashara. Kanisa la Mungu siyo biashara. Yeyote anayeokoka apewe huduma, apewe kazi kulingana na vile Mungu alimuita. Tulikuwa naongea imani ya kidini, ya kwamba hizo imani ni fake. Basi tumeongelea hiyo imani ya ine, wokovu ya mtoto aliyezaliwa kwa familia ya wachungaji ama familia ya Kikristo. Kuzaliwa kwa familia ya Kikristo, na wewe unaingia kwa Ukristo, unaingia kwa kwaya ya kanisa la baba yako, unasema hata mimi nimeokoka na Yesu ni Bwana. Unapewa cheo, unaendelea, unaenda pewa uchungaji, unaenda funguliwa kanisa brush. Jamani, huyo ameokoka. Ndio hawa walitafuta kumuua Yesu. Ndio maana mauaji haitaisha kanisani. So huyu mtoto akiona wazee wa kanisa